Mkuu wa wilaya ya Mjini, Dr. Said Haji Mrisho amekutana na kufanya mazungumzo na wadau wa sekta ya utalii Zanzibar kwa lengo la kusikiliza na kufahamu changamoto zinazowakabili katika shughuli zao za kila siku ili kutafutiwa ufumbuzi wa haraka utakaoendelea kuimarisha sekta hiyo muhimu ambayo imekuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Zanzibar. Wakiwasilisha changamoto zao mbele ya mkuu wa wilaya, wadau wa sekta ya utalii wameeleza kuwepo kwa baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa ni kikwazo kikubwa kwa sekta ya utalii. Kwa upande wa Mji Mkongwe, wageni wengi tunaokutana nao siwasikii kuizungumza vibaya Mji Mkongwe kiasi kikubwa katika hali ya usafi. Wengi wao wanasema Mji Mkongwe upo katika hali ya kati na kati. Hauko juu kusafi, lakini upo katika hali ya kati na kati. Lakini upande wa mashamba na ng'ambo wanasema hakufai. Nilikuwa na mgeni wa Kiholandi siku moja, naambia kwa nini na kule shamba ng'ambo mnakuta madude tu yamekaa pembeni na plastiki na nini, wasiongeze nguvu kule. Huku Mji Mkongwe wanajitahidi. Naambia sawa, limefika hilo. Kwa upande mmoja Mji Mkongwe ni swala la usafi sio mbaya sana, lakini bado kunataka. Baadhi ya mahoteli yanauza kazi. Baadhi ya mahoteli mengi yanauza kazi. Watu wa receptions na wengine kama mtu wa kawaida tu. Kauza kazi. Kwa unakuta wale watu waliokuwa wanafanya kazi wanalipia zile license zao, wanakosa zile. So tatizo la kwanza ni kwenye, naweza nikatumia neno, wachukuzi wa bidhaa ambao hawana maduka wapo Mji Mkongwe. Swala la security kwa watalii. Nimepokea complain kwa baadhi ya investors ambazo hoteli zao ziko mjini na ambazo ziko shamba, ambao wageni wao wanaenda Stone Town kuzunguka. Kuna ile disturbance kwamba wanawafuata, wanawalazimisha, wengine wanawavuta mikono ili wanunue zile bidhaa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa wale watalii wenyewe. Mwisho wa siku wanasema kwamba wanaona there is no need kwenda Mji Mkongwe kutembea. Changamoto nyingine ni kuhusiana na kikosi ambacho kimeundwa na mamlaka ya Mji Mkongwe kama sikosei, ambacho kinakamata watu. Sasa kuna changamoto kwamba wakikamata watu wanapiga watu ngumi, mateke. Kwa hiyo hii inakuwa kwa namna nyingine, video zikileak zikasambaa na kwa zinaharibu image ya Zanzibar in general. Jengine nilikuwa nazungumza kuhusu parking. Unajua wafanyakazi wengi wengine wanamiliki usafiri wao wenyewe. Ndio. Utakuta unafanya kazi Stone Town, unakuja na gari yako unaipaki darajani. Exactly. Kila siku wewe. Ndio. Lakini kila saa anakuchaji 1000. Okay. Na kila mtu anajua kima cha mshahara. Ndio. Na unajua katika kazi unakaa masaa mangapi? Masaa 8. Kwa bwana wewe kila siku wewe unalipia masaa 8 yale parking yako, na kesho ukija tena ni vile vile. Hapa mimi nilikuwa naombi kama inawezekana unaweza kukaa nao wale watu ambao wanashirikia maegesho ya gari, jinsi gani labda ya kutatua hili tatizo. Maana ni changamoto kubwa sana hii. Manake mpaka yule dereva anamchukua mgeni airport, anakuja kudrop tu pale Forodhani, ili akiingia tu pale kumdrop anailipia 1000. Akieleza na kutolea ufafanuzi wa changamoto hizo, Dr. Said Mrisho amesema serikali itahakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Kuhusu parking tuliongea tulivyojenga ile parking ya pale Malindi. Tumekaa na ZSSF mwekezaji, tumekubaliana naye kwa wale ambao watakuwa wana shughuli Stone Town atakaa kwa masaa mengi, basi tulikuwa tumesheka rate ya mwezi mzima analipa, na kipindi hiki tulikubaliana 15,000. 15,000 analipa kwa mwezi mzima. Ina maana sasa hivi ni kuenda sasa enforce ili tukubaliane 15,000 a whole month, unaweka gari yako pale kwa masaa hayo ya working hours. Unakuwa una kadi maalumu, una swap, unapita. Lakini kuna wale ambao ulizungumza, anaenda kudrop au anaenda kupick, mfano pale Ngome Kongwe. Kweli
hii itabidi tukae na Usaju, tukae na Stone Town. Maanake kuna mambo nimesema nikikaa na Stone Town, kumbe kuna vitu naenda kukaa navyo, ikiwemo na hii tunamfanya vipi huyu mtu. Kaingia mgeni ndo ka delay au mgeni ka relax, alafu anatoka unakuja kumchaji. Hiyo itakuwa so fair. Na ndo haya utitiri wa makodi ambayo tayari umeshalipa. Leo na 1000 nao vinaanza kukutoka. Hii tutakaa nao na tutakubaliana. Issue ya wageni kutembea uchi. Kwa hiyo hii nikasema hapa ndo sehemu yake. Zato makinamba watu wa guide yenu anasababisha nitembea naye. Tatoga, lakini nasikia kuna hata investor na tour guide wengine na tour operator. Maana yake anamuona, maana yake mgeni ataanzia ofisini, naenda kumchukua yeye hoteli, anamchukua airport. Tusaidieni. Mila zetu ni hizi. Hii no, naomba vaa hivi, funika hivi. Tusaidieni sana. Kwa sababu hapa sasa imekuwa sasa si wageni wa nje ya nchi, nje ya continent whatever, lakini mpaka nchi jirani sasa naona Zanzibar sasa hivi naweza nikavaa hivi, ambao hiyo ndo hatari zaidi. Kwa maumbile na mambo mengine. Lakini watoto wetu sasa, vijana wetu wanaanza kuyaona yale mambo, na ndo hii complain especially nchi yetu hii ilivyo. Kwa hiyo jamani, nakushukuruni sana na naomba haya mengine niyachukue. Naamini wilaya hii tunaweza tukaondosha hizi changamoto na mambo yakaenda. Kwa ujumla, kikao hicho kimeonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kushirikiana na wadau wa sekta ya utalii katika kutatua changamoto zilizopo, hatua ambayo itasaidia kuimarisha huduma za utalii, kuongeza mapato ya taifa, pamoja na kuendelea kuitangaza Zanzibar kimataifa kama kitovu cha utalii na uwekezaji. Khadija Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.